hawaonekani kukata tamaa, hawachoki, hawaachi. Kwa nini wanaendelea kuwa imara? Siri yao ni nini? Mtume Paulo alikuwa anazungumza na Timotheo, mwanae wa kiroho, katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 anasema, so you my son. Sasa wewe mwanangu, be strong, uwe imara. Strong manake uwe na nguvu, uwe na nguvu. Nakumbuka Timotheo alikuwa mtoto wa Paulo wa kiroho, manake Paulo alimhubiri Yesu, akaokoka, akambatiza, akumbatiza samahani, alimhubiri Yesu, akaokoka, akamfundisha njia ya Bwana. Timotheo akaitwa kwenye kazi ya Mungu. Paulo ndio alimfundisha kazi ya Mungu. Sasa anamwambia Timotheo, mwanangu, be strong, uwe mtu mwenye nguvu. Neno strong linaweza kuwa na maana nyingi. Mtu mwenye nguvu, mtu mwenye uwezo, mtu mwenye uimara, mtu asiyeyumba, mtu asiye dhaifu, mtu asiye sema lugha gani? Strong, mtu mwenye nguvu kwa jumla. Anamwambia mwanangu, uwe mtu mwenye nguvu, be strong. Kwa maana nyingine, usiwe dhaifu. Kwa lugha rahisi, Mungu hana asili ya udhaifu, ana asili ya nguvu. Amen. Mungu hana asili ya udhaifu, hajawahi kuwa dhaifu na hatawahi kuwa dhaifu. Anamwambia Timotheo, mwanangu, zidi kuwa na nguvu, zidi kuwa imara. Lakini yangu inasema strengthened inwardly, kutiwa nguvu na uwe mtu wa nguvu kutoka ndani. Sisi tuliookolewa hatujivunii nguvu za mwili. Mtu anaweza kuangalia akasema, kupiga ngumi 5 utapotea njia wewe. Ni sawa. Sisi tuliomjua Mungu hatuna uwezo wa kujivunia mambo ya mwili huu. Nguvu zetu sio za mwili. Nguvu zetu ni za rohoni, utu wa ndani. Kwa nje naweza kuonekana mdogo, wakati mwingine kwa macho ya watu dhaifu, lakini ukitaka kujua nguvu yangu, uliza kutoka ndani yangu, utajua nguvu yangu. Kwa maana halisi sisi ni watu wenye nguvu kutoka ndani. Hata tunapokuwa tumechoka, tunaishi kama tumepungukiwa, msaada wetu unakuja haraka sana pale tunapoanza kuamini yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye duniani. Hapo ndipo watu wana ujasiri wa simba. Nasema usimuone simba kanyeshe ndani ni paka. Amen. Sasa huyu ni paka wewe. Pia kelele uone akisimama ndio utajua ni simba. Kwa hivyo wakati mwingine watu wa Mungu kwa nje ukiwakagua unaweza ukapata shida kuwaelewa. Wakati mwingine unaweza kuangalia kwa nje ukadhani ndivyo walivyo kwa nje, lakini ghafla benvu tukagundua wana nguvu ya ajabu kutoka ndani. Kwa sababu hii Mungu wao anakaa ndani yao. Yesu anakaa ndani yao. Yesu akasema naye Roho Mtakatifu atakapokuja atakaa ndani yenu.
hata milele, eternity. Kwa hivyo tunazo nguvu za ajabu kutoka ndani. Hatujivunii pesa, mali, uzuri wa nje na mambo ya nje. Tunao uzuri wa ndani, nguvu isiyopimika. Ndio uwezo tulio nao. Hatuna nguvu za nje, tuna nguvu zitokazo ndani. Na ukitaka udumu kwenye imani, siku zote jaza utu wako wa ndani nguvu. Omba kujaa nguvu, soma neno sana, omba sana, pokea Roho Mtakatifu sana, tafuta kuwa na usalama wa ndani, maana ndiko ziliko nguvu zetu. That is where our power lies. We have no power that is worldly. Kwa maana hata Yesu alipokuja, Wayahudi wengi walimkataa kwa sababu waliona alikuja dhaifu katika mwili, na walitaka mfalme wa Wayahudi atawale kama Herodi na wengine. Ila walipoona amezaliwa kwenye mazingira sio salama sana, wakaona pia amelelewa kwenye familia, unajua kwao kulikuwa na umaskini. Kwa maana sio kwa maana ya umaskini, mazingira hayakuwa ya heshima, ili yeye atakayezaliwa katika udhaifu awafanya watu kuwa matajiri na wenye nguvu. Amen. Kwa hivyo wakamkataa tu kwa sababu walidhani sio mfalme. Kwa nini amezaliwa kwenye mazingira mabaya kiasi? Kama ni mfalme, hata Herodi alipoletwa kwa Herodi, alisema, wewe ndio mfalme, wewe ndio mfalme, wewe. Hawakujua ni mfalme wa mbinguni, sio wa hapa. Ni mfalme kutoka mbinguni na anatawala duniani na mbinguni. Wakadhani ni mfalme wa dunia. Ndio maana alimuuliza, wewe ni mfalme? Nasikia wanasema watu, wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme? Wewe ndio mfalme wa Wayahudi? Kwa sababu katika hali ya dunia watarajia kumwona mtu mwenye magari, shamba, pesa, mali na utawala wa dunia kama walivyo marais wa nchi. Lakini akaja akisema, mimi sio wa ufalme huu, ni ufalme wa juu mbinguni. Mimi sio wa dunia hii, nimetoka juu. Mimi sio mkate wa mana waliokula baba zenu jangwani na hawakujua. Mimi ni mkate wa uzima. Wakachanganyikiwa kwa sababu maneno yake yalionyesha tofauti na mawazo yao. Hata sisi wakati mwingine watu ututafasiri kinyume, ni kwa sababu ni sahihi watafasiri vile, wakitaka kuona nguvu yetu katika mwili. Lakini nguvu yetu iko katika roho, katika hali ambayo dunia haiwezi kuleta msaada wa aina hii. Tunaza nguvu katika utu wetu wa ndani. Pastor mmoja alikuwa mgonjwa, akawa amelala kitandani, amepelekwa kwenye hospitali, wodi ya wagonjwa mahututi, na Mungu alimpeleka pale ili aonyeshe dunia tunazo nguvu za ndani, sio za nje. Na ninakuomba ujivunie nguvu za ndani, sio za nje, kwa sababu zina nguvu kuliko nguvu zote unazozijua. Ni zaidi ya mabomu ya nuclear ya Amerika na Ulaya na wapi. Ni zaidi. We have more than power. Mchungaji huyu akawa haongei, ni kama amezimia kabisa. Lakini wanasema kidole kimoja kilikuwa kinacheza. Sasa waliompeleka hapa hawakujua cha kufanya, ila Mungu aliwasaidia. Walipokuwa wamelala kitandani, wakaanza kuwachukua wagonjwa wanapitisha. Hawakujua, walipitisha mgonjwa hapo, wanapeleka kitanda next. Alipogusa kile kidole, mgonjwa akasimama akapona. Kidole cha mtumishi wa Mungu amelala. Sasa wanasema, umeona hii? Tulete mwingine tena. Wakajaribu tena. Unajua watu wanasema wajaribu. Wakaleta watu hospitali zima, watu wakapona, wakaenda nyumbani.
kidole cha pasta kinaponya watu. Tunazo nguvu za ndani. Hatujivunii nguvu za nje, nguvu ambazo hata dhambi ikitafuta itashindwa kuingia. Umeelewa? Shetani akitaka kutukabili anakuta kuna simba ndani yetu, simba wa kabila la Yuda, yaani Yesu. Giza likitaka kutukabili linakuta nuru isiyoingilika. Nikisema isiyoingilika, to try to penetrate, hauoni mahali pa kuingia kwenye hii nuru. Wanasema kibiblia nuru isiyofikika. Na ndio maana katika mifumo ambayo Mungu huwatokea watu, moja wao ni light. That means ni katika eneo ambalo hakuna kinachoweza kufika. Light. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Tunazo nguvu kutoka ndani. Na zinatoka heaven, zinaingia ndani, alafu zinaenda kwa dunia hii. Zinaenda nje yetu. Zina overflow, zinadhihirika kwa watu kwamba wanaye Mungu. Danieli walipomtupa ndani ya tundu la simba, hawakujua na nguvu. Walijua tukimweka hapa simba zinamalizia. Wakamtupa, simba zikaweka migongo, wakaanguka hapo, wakalala usingizi kwenye ndevu za simba. Mfalme anakuja asubuhi, Danieli mtumishi wa Mungu uko hai? Akasema, uishi milele mfalme, mimi ni hai, sijafa. Mfalme akasema, waleteni wale waliomstaki Danieli watupe hao. Maana sijawahi kuona mtu ameingia kwenye shimo ili akatoka mzima. Wanamrarua akiwa juu. Huyu bwana ameshindwa kumla. Danieli katika mwili uliona kama mtu kanatembea pole pole hivi. Lakini ndani alikuwa na nguvu za ajabu. Nguvu ambazo zilishindwa kuliwa na simba. Simba alipotaka kufanua mdomo, alikuta huu ni moto, hawezi kula moto. Ndio maana ya ndio watu hawajui. Sawa, unaambiwa simba waliweza malaika walifunga makano ya simba. Malaika hawezi kwenda kufunga makano ya simba isipokuwa mtu ana moto, ana Mungu kwa kweli. Kwa hivyo Danieli mwenyewe alikuwa kifaa cha moto. Simba alijaribu kula, hata ukilamba unasikia ni moto na chumvi kali, unasema hata sio ya kula wewe. Ni mtu wa ajabu. Na sisi tuko hivyo. Hata mimi mwenzako niko hivyo. Kama wewe hauko hivyo, sawa. Mimi katika Yesu I have power. Power that hakuna hiyo power maweta. Hata Kenya power hakuna. Hii inawasha vyombo ngapi? There is power. You can switch that off by power, na ika switch off ikaenda. Tukabaki tunatumia hii na vyombo vikaongea. It can happen. We have a lot of power. Tuna nguvu sana. Ndio maana Timotheo anaambiwa katika utu wako wa ndani, usiweke nguvu kwenye kula mwili. Kwa sababu mwili huwa hauna nguvu za ndani. Ni nguvu za nje. Kikula 2 hours njaa, sio 3 hours njaa, na nguvu zake zinapiga zinapotea. Ukiamka asubuhi unasikia kula tena. Lakini sasa sisi tuna power. Unaweza kujazwa mpaka Yesu arudi, na inaendelea kufanya kazi hiyo nguvu. Ni kwa sababu it is eternal, ni ya milele. Kwa hivyo ninaomba utoke hapa leo ukijua unazo nguvu za ndani. Kwa maana si vizuri kushughulikia handsomeness na beautifulness sana, because there's no power in that. Shughulikia mtu wako wa ndani awe imara. Hata vizazi vya kwenu vitakapoinuka, they will know kulikuwa na mtu mwenye nguvu kwenye ukoo. Because hiyo nguvu inaachanga alama, inaacha ushuhuda, inaacha matendo makuu ya Mungu. Vipofu wanaona, viziwi wanasikia, bubu wanasema, waliofungwa wanafunguliwa, tasa wanapata watoto, mambo yote haya. So ushuhuda utabaki hata ukienda, ni ushuhuda wa nguvu za ndani. Natamani ujue hivyo kwamba tunazo nguvu za ndani. Nilikwambia huwezi kujua nina nguvu mpaka unitest, then you know my power. Hata Mungu hutajua nguvu zake mpaka utest. Ile mwanamke aliyetokwa na damu akasema nitaenda, nasikia anaponya. Hata usipomwambia shika tu upinde wa vazi,
you will be free. Alitest power na akaona ni kweli, damu zikaja kutoka. Sasa na sisi tunayo power. Hata mtu akitaka kujaribu, na mwambia mtu mawe tatu, come and try. Utaona hizo nguvu, pole pole utaona. Ukituona huwezi kuona kuna nguvu. Come, ni fresh, you see the power. Na haitoki nje, inakuwa ndani ya mtu. Amen. Vijana, msijivunie nguvu za mwili. Sitakuelekeza kwenye zinaa tu na kupoteza maisha yako uchafu wa mbwa, because unafikiri ni nguvu. Tumishi moja, Bishop Zachary Kobe, anasema vijana wengine mtakuja kugundua hata nguvu za kucheza na wanawake hamna. Sasa mnatakiwa mkabili Mungu aliyewaumba. Sijui mnasema nini? Haya maneno ya mtumishi wa Mungu aliyejua siri ni nguvu za ndani, sio nguvu za kucheza na wanawake. There is power iko ndani yetu. Paulo anamwambia mtoto wake, utiwe nguvu katika utu wako wa ndani. Amen. Alafu anasema kwa neema ya baraka ya kiroho, kwa neema ya baraka ya kiroho ambayo inapatikana ndani ya Kristo Yesu. Kuna baraka ya kiroho mtu akichokoka anapewa. Ukoo haumpi, watu waliomzaa hawezi kumpa hiyo baraka. Akishampokea Yesu anapokea baraka ya kiroho, spiritual. Na hiyo baraka hawezi kushika kwa mkono, inashikwa na moyo. Inakaa ndani ya mtu. It is a spiritual blessing. Hiyo inaweza kuleta new life. Hata kama wakukupa shamba ya urithi kwenu. Hamjanielewa nimesemaje? Hiyo inaweza kupa baraka mpaka za mwilini baadaye, kwa sababu huwa inatoka ndani kwenda nje palipo na mwili. Baraka ya roho. Ndio maana tunakwambia urithi wa pekee ni kumjua mwana wa Mungu aliye hai. Ukishamjua, hata kama basi ukoo utatokana na kukataa, Bwana ameshakubariki mbaraka ambao hauzuiliwi na mtu yeyote. Ni kwa sababu umeamini wewe utapokea, na hakuna anayezuia baraka ya Mungu ya aina hiyo. Utu wetu wa ndani hauchakai. Akasema japo mwili wetu utachakaa na utu wetu utaharibika, tunazidi kuwa imara katika utu wetu wa ndani. Tunaye Mungu aliye hai. Amen. Walipowatupa wale vijana Meshaki, Shadraka na Abednego kwenye moto, walijua, tumwangalia mtu kama John hivi, si kawaida ni mtu. Wakasema tutupe, dakika 2 tunakuta mifupa na magumu na majivu. Lakini mfalme akaenda, muda mkaisha, akarudi. Bwana alitakiwa ambiwe umeshaungua. Akarudi mwenyewe, niende nikaone. Akakuta wanatembea na mtu 4 na walikuwa 3. Huyu 4 ndani kama mwana wa Mungu. Nguvu zilizokuwa ndani yao zilizuia moto. Na kinachofanya ushinde sio nje, ni utu wa ndani. Nguvu za ndani ni huwa zinamshinda shetani. Nguvu za nje hazimshindi. Ndio maana anaweza kuharibu mwili kwa magonjwa, kichwa kinauma, kichomi, sijui vitu gani, macho yanauma, anaweza akaukabili mwili. Hata ndio maana alipoambiwa umetoka wapi, akasema nimetangatanga hapa na pale. Mungu akamuuliza, umeona mtumishi wangu? Umemlinda sana. Hata aliporuhusiwa aliambiwa nini? Nenda uguse nyama yake iharibu, lakini nafsi isiguse. Kwa maana halisi nafsi ninakaa huko ndani ya nafsi yako. Hauwezi kuiharibu, maana mimi ndio niko huko. Sasa kama ukitaka kwenda kuharibu, anza na mimi hapa. Maana yake anza na mimi hapa, hujaenda kwake. Maana nafsi ya Ayubu mimi nakaa ndani ya nafsi. Maneno haya yatakiwa kufanya uwe moto mwenyewe, usikie your power. Ndio maana hatudiriki kudanganya mtu. Tunamwambia mtu tutaishi kama Mungu anavyotaka katika ulimwengu. Umechafuka sana, lakini tuna nguvu ya kupenya. Tuna nguvu ya kupita ulimwengu na mambo yake yatabaki. Tutashinda tu. Hujanielewa wewe? Tunakwambia tuna uwezo wa kufunga milango ya dhambi milele. Tuna uwezo wa kupenya mawimbi ya dunia hii na tutapita. Kuna nguvu ya hatari. Sio Kenya Power Enlightening. Hapana.
nguvu ya ufalme wa milele. Tunayo hapa, tunaendelea nayo, tutamaliza nayo na tutaishi nayo milele. Hiyo ni nguvu. Tunaweza kushinda zinaa duniani. Hatuogopeshwi na watu kutembea hawana nguo. Tunazo nguvu, power. Tunazo hizo nguvu. Na hatuigizi, we are not pretending. We are not hypocrites. Hatuigizi, we are not pretending anything. That is what it is. Livyo ilivyo. Hai. Kwa nini? Hata kinachoongea hapa si mimi. Power, kuna nguvu inaongea ndani yangu. Inatoa miale ya moto. Sio grade ya Kenya Power and Lightning. Grade yake haipimwi kwa dunia hii. Inatoka kwenye anga za mbingu takatifu. Grade yake huwezi kupima miale yake. Moto wake na umeme wake hautoshi dunia. Tuna uwezo wa ndani. Hata ukiamka usikie afya sio nzuri, kinachokuondoa kwenye hali hiyo ni kutambua kuna nguvu ndani, sio huko nje. Unabadilika ghafla, unapona, unaenda shule. Yes. Mimi wakati nafanya kazi kule nyumbani, there times I felt sick, weak. Na nasema weka nguvu hapa niendelee na kazi. Sio ndo kabili tatu I feel strong. Na nguvu yazidi kwenye mwili zinakuja katika roho. Unaweza ukanywa maji, ukanywa uji, lakini nguvu usipate. Because it is not like that. Yohana akasema, mwanadamu hata ishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Neno la Mungu ni moto. Ikikaa ndani ya mtu anakuwa moto. So anaweza kuishi kwa neno. Na kadumu kuliko wanaokula ugali na chips na mandazi na nyama na chapati. Haya. Akashinda ulimwengu. Elia alikuwa anakula chapati, alikuwa anapika wapi chapati? Sasa aliambia mvua inyeshe, kanyesha, akasema isinyeshe na haikunyesha. Sasa alikuwa na hoteli, alikuwa anaenda. No, sio kwa kula chakula cha dunia hii. Kulikuwa na nguvu ndani yake. Anamwambia mvua inakuja, kimbia. Wao wana gari na farasi wanaanza kuondoka. Aliwashinda mbio na anatembea kwa miguu. Kimbia kwa miguu. Nguvu gani hiyo? Power from within, kutoka ndani. Ukijua unaweza kufanya mambo hayajawahi kufanyika kwenye ukoo, kwenye familia na taifa. Unaweza kufanya mambo hayajafanyika kwa sababu nguvu hiyo ni ya ajabu. Ndio kisa atakwambia siamini katika kushindwa. Sababu nazungumzia nguvu iliyo ndani yetu, inside us. Tunayo nguvu. Nilimwona mtoto mmoja kama saizi hii. Sio wazungu nao wamejaliwa kuelewa Mungu mapema, sijajua. Hii saizi anaombea wagonjwa wanapona, nashika tu hili mtu. Mtoto kama huyu tena inabidi apelekwe, maana hata yeye hajajua vizuri. Ila nguvu zinapita kwa mama kwenda kwa wagonjwa. Akabidi anawatembeza, anapeleka mahali wagonjwa wao, anaweka mikono. Afrika madada yanasubika na zindana baba haya. Jesus Christ. Watu wanapona, wananyanyuka. Anatoka pale amechoka, anaweka, analala, anaota mambo ya mbinguni. Tutapata wapi kizazi cha nguvu za ndani? Tutakipata wapi? Kizazi ambacho kinajua nguvu za ndani. Za ndani ya roho. Utu wa ndani. Nilishangaa. Simonga. Na lugha hajaijua vizuri. Anaongea. Sheria ile. In Jesus. Wanampeleka anagusa. Anasogezwa tu anagusa. Anagusa. Wengine wanashiba nguvu, wanaenda. People are getting healed. Na ni mtoto wa mtumishi wa Mungu anatembezwa kwa watu aponye wagonjwa. Jesus. Pastor anamaliza kuhubiri. This is what we call nguvu za ndani. Mtoto hajui hata theology, hajui chochote. Lakini nguvu za Mungu ziko ndani. Nakuambia mapema, please. Tengeneza utu wako wa ndani. Jaza nguvu utu wa ndani. Hii nguvu ya mwili usimuge nayo. Sawa? Sio lazima niweke mawe kule kwangu nianze kuinua niwe na misuli. Ya nini? Nihitaji misuli. Pamoja na udogo huu unaweza kufanya kazi kubwa bila
kuinua mawe na vyuma na kokoto. There's power. Na naweza nikahubiri mpaka kesho, naomba niache. Bwana nasikia kuhubiri mpaka kesho, lakini sasa nitabidi niende. Kuna nguvu ndani. Unaweza ukamwangalia mtu hivi ana hila akayeyuka mwenyewe. Nasema sitarudia. Unataka kufanya nini? Sitarudia. Nisamehe mtumishi wangu. Sitarudia. Sasa kwa nini? Unataka kufanya nini? Naomba niende tu. Mungu akulinde. Ameshanilinda. Hata kusema tu hivi ameshanilinda. Kama unatoroka. Espa. Wakati mwingine mwili ukileta Kiswahili reverse gear kwa kuingia roho. Nageuka tu na I have power. Nina nguvu katika utu wangu wa ndani. Na unasema in Jesus name, let it manifest. Ionekane wazi na nguvu kutoka ndani. That's why kuna wakati ukiongea kitu kinyume na Mungu au kanisa au watu takatifu, naweza kuongea na wewe na ukasikia kama nimekuwa mkali. Utafikiri ni hasira. Hapana, hiyo power inakataa. Amen. Sawa. Ukilitukana kanisa la Mungu, I can speak words na ukafikiri nimekuwa mkali, lakini sio ukali. Ni hiyo power ina react na vitu vibaya. Mungu akubariki. Akupe kuamini. Your power in yourself. Unapoenda shule, sawa? Walk like you have power. Sawa? Sikiliza tu you have power. Go. Unapoenda shambani, hata kama kazi ni ngumu, unaweza kufanya kwa speed isiyo ya kawaida. They say there is power. Kuna watu waliniambia hata nyumbani wanajua. Unasemanga Victor iko sharp sana. Hawajui sio sharpness ni nguvu. Sharpness bila nguvu haiwezi kufanya kazi. Ni lazima uwe na kitu extra kinachofanya uonekane tofauti na wengine. Na walisema mkidiscuss kitu kama mtakuwa makini atafanya hamjaanza. Because kuna kitu anaenda na speed na inaitwa nguvu. Sasa mtu akiwa na IQ nzuri, akili nzuri na akaongeza nguvu, huyo ni mtu akwenda mbali. That is what we mean. Sawa? Sio mtu wa kukaa chini na kubaki anayumba hiyo. Yes. Kwa sababu nguvu iko ndani ya mtu. Yesu Mungu akupe kujua hilo. Amen. Usisubiri uombewe ile nguvu, umeshapokea nguvu. Na uendelee kuidumisha na kumwambia Mungu aongeze hiyo nguvu katika jina la Yesu. Na uendelee kuomba kujaze zaidi na zaidi. Hata ifike mahali mataifa yajue yupo Mungu wa Israeli. Na nikwambie kitu, kwa nguvu zake tunaenda kutenda makuu. Wewe utatembea, viziwi watasikia, bubu watasema. Pofu wataona. Gonjwa watapona. Wenye koma watatakaswa. Wafu watafufuka. Waliofungwa watafunguliwa. Na wokovu utatangazwa dunia nzima. Amen. There is power. Kuna nguvu. Amen. Ile asili ya Mungu kutoka ndani yetu kutetea ufalme. Yobaitiki zile vichaa. Kwa sababu kuna nguvu hata upanga haiogopi. Petro na Yohana walipo James na nani na Yohana walipo wameuawa, Petro kaulizwa na Yohana, mtahubiri kwa jina hili? Wakasema tutahubiri kwa jina la Yesu hilo hilo. Na huko tayari kuna watu wameuawa. Hawakuogopa mizoga ya ndugu zao wamelala mauti kwa upanga wa Injili. Walisema tutahubiri kwa jina hilo. Unafikiri kilichokuwa kinafanya waseme hivyo na wanajua ni hapa Yerusalemu wameuawa? Kwa nini walizungumza hivyo? There is power. Kuna nguvu ilikuwa haiogopi upanga wa mauti. Na lazima tukue kiwango cha kufika hapo, where we don't feel like death is a problem. In fact, dhambi itakiwa iwe shida kuliko mauti. Because mauti ni mahali pa kupumzika watu waende ng'ambo ya mbele. Lakini dhambi ni mbaya mpaka jehanamu. Sasa ni vizuri ujue mauti haina nguvu sana. Kilicho na nguvu ni dhambi.
maana dhambi ndio inaleta mauti. Oh my God. Dhambi inaleta mauti. Sasa wapo unahangaika, amekufa atakufa. Hayo sio ya kuhangaikia. Cha kuhangaikia, amemtakaswa na Yesu. Amesamehewa, ni mwana wa Mungu. Amekubalika mbinguni. Hiyo ndio kuhangaikia. Ili tunahangaikia atakufa, sasa zikwa tu. Chimba kaburi, weka msalaba juu na dini yake iwekwe hapa. Hata kitabu kuandikwa ni wa dini fulani. Hiyo ni kwa mwelewi. Nguvu iko ndani yake. Hachogopi chochote. Hatuna wasiwasi. Ipo nguvu. Anamwambia Timotheo, uwe mtu mwenye nguvu. Tena ile nguvu ya ndani, sio ya nje. Uangalia shape number 9, 10, mnasikia? 1, 2, 3, 6. Mnaelewa hivi? Why are you struggling over dead issues? Shughulika na utu wa ndani. Uwe na matendo hata kama hauna number 2 au 3 au 6. People say kuna mtu hapo. Tumeelewana? Kijana, don't waste your time unatafuta nguvu za nje. Mwisho unapaswa kifua, ulikuwa unainua vyuma eti wewe na viazi kwenye mikono. Stop those things. Follow the right. Mimi nilijaribu kuinua hicho kitu, karibu nipasuke kifua. Kule kwetu nyumbani mwaka 2018 nilichukua kisiki kimoja kama hii meza. Kimekaa kama engine ya gari. Nikasema naonanga wanainua kwenye TV na mimi naweka miguu hivi. Nikashika. Na mimi nipeleke hivi. Sasa unajua kilichotokea? Nilichukua kile kisiki nikashika mwisho. Katikati ni kinono, huku kimechembamba, huku mwishoni kimechongoka. Uwe Kiswahili kimechongoka. Nikashika vizuri. Alafu mimi mjinga sijui wanainua polepole ukipima. Mimi nikainua. Moja. Nilisikia tu hapa. Yaani kitu kilipuka hapa kama bomu kwenye moyo wangu. Hata hivyo sikujua mpaka leo, sikujua what happened. Na nikasikia nguvu inaisha. Nikasikia alafu nikasikia nguvu inaisha kabisa. Na hapa nikasikia kama ninaanguka. Okay, sijui kama ningepata mashida ya afya Mungu akaniponya. Tuachane na hiyo bwana. Hai. Nikasikia ninayumba, kichwa kinazunguka hivi. Sema, "Wow." Sasa wanainuanga namna gani? Kumbe sio hivi. Ni polepole. Sijui chochote. Bondia peke yake kwenye uwanja. Wanajua kilichotokea? Nilisikia nimeishiwa nguvu, nikaacha kazi nikarudi nyumbani. Na sikuwahi kumwambia mtu mpaka leo. Siku hiyo tu nikapitia nikasema Yesu, sio unajua watu wana kiherehere. Yaani mimi number 1, nisaidie nipone, nisiwahi kugonjeka kwa sababu ya hii kitu. Na kweli Yesu alinisikiliza akaniponya mpaka leo. Nitaka kujaribu power ya ujana. Nina misuli ninashika hapa kama kina Umanyala na kina nani. Nataka nionyeshe kila mimi niko katu kadogo kafumbi hata kuliko hiyo. Kadogo kabisa. Nataka niinue chuma kama hii meza. Imagine kisiki kama hii meza unaiwaje mtu mdogo. Ni tangu siku hiyo sikurudia na sitawahi kurudia mpaka Yesu arudi. Sina haja na nguvu za mwili. Nina nguvu za ndani. Power from inside. Ni kweli unaona hapa palipasuka. Yaani mtu alisikia leo kwa barabarani. Yaani kuna kitu kililipuka katika. Sijui hata ningekuwa. Shida moyo ulipasuka. Yaani pesa tu. Mungu analinda watu mpaka leo ndipo sijui. Nguvu ya ndani ni nzuri. Tafuta nguvu ya ndani na ujae sana. Amen. Don't waste your time kwenye huu mwili. Death will take over the flesh. One day death will take over the flesh. Na kitakachohitajika ni nguvu za ndani, ukutana na Mungu. Sasa itakuwaje haukuwa na Mungu, ulizingatia flesh na imeisha na imesema I'm dying. I have to go back to the sun. Utasemaje kwa Mungu? Na wali waste muda wako ukachukiza roho yako. Alafu mwili hauna nguvu. Fikiria. Mungu akubariki na kusaidie. Utu wa ndani ni wa faida. Mungu awabariki. Amen. Tumshukuru Mungu pamoja naye.
Bwana Yesu